Wafalme wa Pili sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 4. Neno la Mungu linasema hivi: ikawa baada ya kufa kwake Ahabu, Moabu wakawaasi Israeli, na Ahazia akaanguka katika dirisha la chumba chake orofani katika Samaria, akaugua. Akatuma wajumbe akawaambia, enendeni mkaulize kwa Baali Zebubu, mungu wa Ekroni, kwamba nitapona ugonjwa huu. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Eliya Mtishibi, ondoka uende ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria, ukawaambie, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Baali Zebubu mungu wa Ekroni? Basi sasa Bwana asema hivi, utashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Eliya akaondoka. Wakristo wengi kwa dunia tunayoishi sasa, kwa zamani zetu hizi, Wakristo wengi wanapokutika, wanaanguka, wanabakia tu na jina kuitwa Wakristo. Wanaitwa tu Wakristo, ukiwatazama wanaenda makanisani, lakini ukweli kwa madhehebu yao katika makanisa yao, wanapokutika wanashuka kuzimu. Kanisa limeharibika. Makanisa ya sasa ni makanisa ya kisasa, kama watu wanavyosema, ni makanisa ya kisasa. Wamebadilisha utaratibu wote wa ibada takatifu za Mungu kama anavyotaka. Sasa hivi wanaenda tu kama wanavyotaka wao, mradi usasa uonekane tu kwenye makanisa. Kwa hiyo kwa nje unaweza kuona Wakristo ni wengi, kundi kubwa la Wakristo, lakini Wakristo wenye Kristo ndani ya mioyo ni wachache mno. Wengine ni Wakristo jina, na hata watu wa kuzimu sasa hivi wanajiita Wakristo. Watu wa kuzimu, watumishi wa giza wanajiita Wakristo. Kwa hiyo ukitazama kundi kubwa la Wakristo, lakini ni Wakristo wa kuzimu, hawana Kristo, wamejaa giza tu. Kwa hiyo inahuzunisha. Kwa mtu asiyejua hawezi kutambua, hawezi kutambua. Watumishi wengi wa Kikristo siku hizi, wawe manabii, wawe watumishi, wachungaji, wawe mitume, kwa majina yote wanaojiita, wameshindwa kabisa kudumu katika Kristo. Wameanguka katika majaribu, kwa kujaribiwa na Ibilisi, kwa kujaribiwa katika mambo mengi ya Ibilisi. Sasa kwa sababu wana tamaa, wamewaka tamaa, shetani amewaweza, wameshindwa kushamili majaribu na tamaa za dunia hii, wameshindwa, wote wanateremkia kuzimu. Yesu Kristo Bwana wetu anatuonyesha kwamba ni jinsi gani Mkristo anavyotakiwa kuyashinda majaribu hapa duniani. Ametuonyesha siku zile anafunga siku 40, kwamba ni kwa neno ndio tunaweza kumshinda Ibilisi, sio kwa kitu kingine, bali kwa neno. Kama una neno la kweli ndani ya moyo na imani yako katika neno la Mungu, tunamshinda Ibilisi. Tumepewa neno la Mungu kulisoma kila siku, kujua mitego ya Ibilisi shetani na kujua nguvu ya Mungu katika neno. Tuwe na neno la Mungu ndani ya mioyo, hivi tunaweza kumshinda Ibilisi shetani. Lakini pasipo neno la Mungu hakuna anayeweza kumshinda shetani, hayupo, kwa sababu huna neno la Mungu. Wakristo wa leo ni Wakristo wanaenda kanisani, lakini ndani ya mioyo yao hawana neno la Mungu hata moja, alafu wanategemea kumshinda Ibilisi. Haiwezekani, kwa sababu Yesu Kristo anatuonyesha, anasema imeandikwa. Shetani naye anasema imeandikwa, na Yesu Kristo anasema imeandikwa. Kama tukisema imeandikwa kutoka moyoni, basi tunaweza kumshinda Ibilisi kwa nguvu za Mungu.
Lakini kama huna neno la Mungu, neno la Mungu liko mdomoni, halipo moyoni, wala humwamini Kristo, wala huna Kristo, wala huna Roho Mtakatifu akae ndani ya Wakristo, ni ngumu kumshinda Ibilisi, kwamba atakuweza tu. Hivi ndivyo wachungaji wengi wamewezwa. Tamaa imewaangusha wengi. Shetani anatumia jaribu lile lile, nitakupa vyote vyote, ulimwengu wote uko chini yangu, nitakupa ulimwengu huu wote na fahari zake zote ukinisujudia. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, nenda zako ewe Shetani, kwa kuwa imeandikwa, wa kusujudiwa na kuabudiwa ni Mungu peke yake. Lakini wanadamu wa leo, watumishi wa Mungu, wanaposikia kwamba nitakupa kila kitu duniani unachokitaka, nitakupa fedha na mali na utajiri wote na fahari zote na utukufu wote na heshima yote ya dunia nitakupa ukinisujudia. Mwanadamu ameshindwa kumshinda Ibilisi kwa hili jaribu. Kwa hiyo wanapokea mali za Ibilisi, wanapokea fedha na mali za dunia, wanapokea heshima na utukufu na utajiri, na watu wako upande wao. Sasa wanawauza hawa watu kwa Ibilisi, na wao wanapata chao walichoahidiwa, fedha na mali, utajiri. Kristo hawana, ila wanajiita kwa jina la Kristo. Ni hatari kwa sababu ya tamaa. Tamaa ndiyo inayowamaliza Wakristo, sio tu watumishi, sio tu wachungaji, hadi waumini wa Kristo, mtu mmoja mmoja katika makanisa wanapotea kwa sababu ya kupokea utukufu na heshima, fedha na mali kutoka kwa Ibilisi. Sasa wamebaki Wakristo jina. Ni kama neno lile wanalosema kwamba Yesu Kristo anasema wana jina la kuwa hai, lakini wao wenyewe wamekufa. Wakristo wengi wako hivi. Tunahitaji hekima na macho ya Mungu kuona jinsi kanisa linavyopukutika. Kanisa linaharibika, limekuwa kanisa la kisasa. Tabia ya kuzimu imejaa ndani ya makanisa, alafu wanasema hizi ndio tabia nzuri za kuishi nazo, na ndio kanisa linavyotakiwa kuishi. Ni wapinga Kristo wanaongoza makanisa, ni giza linaongoza kanisa. Ni hatari, inasikitisha kweli, tena inaogopesha. Wameshindwa kabisa. Kwa sababu gani? Hawana neno la Mungu ndani ya mioyo. Ni Wakristo hewa, ni Wakristo ambao hawana nuru ndani ya mioyo. Sasa unawezaje kumshinda shetani kwa namna hii? Husomi maandiko matakatifu, hujui neno la Mungu, unawezaje kumshinda shetani? Kama shetani mwenyewe anawajaribu watu kwa kusema imeandikwa. Hata shetani anapambana kuwashinda Wakristo, kuwaangusha kwa kusema imeandikwa. Sasa wewe huna neno lolote ndani ya moyo, huna neno la Yesu Kristo, unataka kumshinda shetani, utamshindaje? Anamwambia Bwana wetu Yesu Kristo imeandikwa. Anapambana kwenye neno, wewe huna neno, alafu unataka kuongoza kanisa. Huna neno. Mtu hajui maandiko matakatifu wala haelewi hayo maandiko matakatifu, anaongoza kanisa. Huyo anapeleka watu kuzimu wote, kwa sababu hajui maandiko. Shetani anayajua maandiko kuliko yeye, kwa sababu shetani anawashinda watu kwa kusema imeandikwa. Sasa wanaoongoza makanisa sasa hivi tunaweza kusema ni watu wa giza tupu. Sasa ukiangalia makanisa yao na tamaduni ya makanisani kwao, na jinsi watu wanavyovaa, jinsi watu wanavyoongea, huoni kabisa tabia ya Yesu Kristo ndani ya mioyo yao na katika matendo yao. Hakuna tabia ya Yesu Kristo, ni tabia ya kidunia tupu na ufahari na utukufu wanaopewa na watu. Mradi kama anamiliki watu wengi, basi anaona hiyo inatosha. Kwa sababu ana watu wengi, ana watu 400, 500, 1000. Sasa huyu ndio anapasishwa, anasanifishwa, anathibitishwa kusema kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu mkubwa sana, kwa sababu ya watu wasijue ni nyota zinaangukia kuzimu. Sasa neno la Mungu la kweli limetupwa, imani ya kweli imetupwa,
Mahubiri ya kweli, injili ya kweli sasa hivi haitakiwi kuhubiriwa. Watu hawataki kuhubiriwa injili ya kweli, watu wanataka kudanganywa tu. Sasa ukiangalia dunia yote sasa hivi mafundisho yao ni moja tu, kudanganyana, na ndio yanayopendwa na watu wanayapenda hayo. Kwa sababu gani? Wamefunikwa na nguvu ya kuzimu, nguvu ya giza, hawaelewi kichwani, hawajui wanakoelekea, wasijua wanaingia tu shimoni. Sasa wanadanganyana. Ukihubiri uongo, watu wanakupenda. Ukisema kwa habari ya Yesu Kristo, watu wanasinzia, wanakuwa na usingizi mzito, wanaboreka, hawataki neno la Mungu. Inaumiza moyo ukiwatazama watu wa namna, unajua hawa wote wanaangamia. Watu wanataka uwahubirie baraka tu, watu wanataka uwahubirie mafanikio tu, watu wanataka uwahubirie kufarijiwa tu. Yaani wanataka kufarijiwa kwa neno la Mungu hata kama Kristo hawana ndani ya moyo wao, wanataka tu kufarijiwa. Watu wanataka uwahubirie baraka, kwamba utapata baraka, utabarikiwa, hata Yesu Kristo hawana ndani ya moyo wao, wanataka tu wasikie utabarikiwa, Mungu anakupenda. Hata Kristo hawana ndani ya moyo, roho zao ni zenye dhambi, laana na mauti. Hawataki kusuluhisha hiyo, wao wanataka tu wahubirie utabarikiwa, Mungu anakupenda, utatajirika, utapata gari. Mwenye dhambi anataka gari kwa Yesu Kristo, ila hataki kuosha dhambi zake awe mali ya Kristo. Hawataki, ila wanataka tu uwafariji kwa utajiri hewa. Sasa ndio maana wako wepesi sana wa kutoa ili wapate. Hawana haja uwahubirie damu ya Yesu Kristo. Ndio maana unaona katika makanisa mengi duniani sasa hivi mwili na damu ya Yesu Kristo imepotea, haihubiriwi. Injili ya Mungu, mwili na damu ya Yesu Kristo imekwisha kupotea makanisani, haipo, imepitwa na wakati wanasema. Sasa ukiwahubiria watu damu ya Yesu Kristo, wewe ni mtu mpya, wanakuona ni kama mshamba, haujui kuhubiri tena, hutakiwi kusikilizwa, unaboa mafundisho yako, yanakinaisha hayo mafundisho. Ukihubiri tu mwili na damu ya Yesu Kristo unakinaisha watu, kwa sababu dunia nzima sasa inataka tu wahubirie fedha na mali. Hiyo ndio imeitwa injili. Tunafika mbinguni hapo? Tutafika mbinguni kwa injili hiyo ya fedha na mali? Dunia nzima sasa watumishi wengi ni matajiri wenye nguvu, wana utukufu kama walivyobarikiwa na huyo shetani ibilisi, wamepewa kila kitu, wanaaminika kutokana na utajiri wao, wanaaminika kutokana na nguvu ya kiuchumi walionayo. Sio kwamba wana injili ya Yesu Kristo, sio kwamba wanahubiri mwili na damu ya Yesu Kristo, wanahubiri fedha na mali, wanahubiri magari na majumba. Watu wanawaamini kwa sababu ya utajiri walionao, na watu wanaenda huko wanahisi kwamba labda na mimi nitafikia kiwango cha kuwa tajiri kama yeye alivyo huyu mtumishi. Sasa wanapoona fedha na mali kwako zipo nyingi, ndio wanasema kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Dunia inapotea. Nani aliyekuambia mtumishi wa Mungu anathibitishwa kwa fedha na mali alizonazo, kwamba huyu ni mtumishi wa Yesu Kristo, kwamba huyu ni mwanafunzi wa Yesu Kristo? Ni andiko gani hilo? Ni nani anayekudanganya kwamba mtumishi wa Mungu anathibitishwa kwa utajiri alionao, kwamba sasa kwa utajiri huo anajulikana huyu ni mwanafunzi wa Yesu Kristo? Nani? Ibilisi, shetani amekwisha kuwapofusha macho, akili zao zimefungwa zitafakari. Sasa wanamwamini mtu kwa sababu ana gari kubwa, ana gari la thamani kubwa, na majumba makubwa, ana tajiri wa fedha na mali. Akisema mimi ni nabii, wanasema huyu ni nabii wa Mungu. Akisema mimi ni mtume, wanasema huyu ni mtume wa Mungu. Mimi ni mchungaji, mimi ni askofu, mimi ni mwalimu, wanasema ndiyo, wewe ni mwalimu wa Mungu, umebarikiwa na Mungu. Wanaangalia tu fedha na mali, hawajui nyuma ya huyo mtu nani anayemwongoza. Ndiyo yule aliyomwambia Yesu Kristo, nitakupa vyote, nimepewa vyote.
Dunia yote, mali zote na fahari zake ziko mikononi mwangu, nimpe yoyote akinisujudia. Ni hatari kubwa, ni hatari kubwa, inaumiza mpaka inasikitisha kwamba mbona kanisa linaangamia. Ni wangapi wataokoka siku Yesu akirudi leo? Ni wangapi? Wote ni Wakristo jina, ni wale ambao Bwana amewaita wanawali wapumbavu. Ni wanawali wapumbavu wale watano, ni wanawali wapumbavu. Ndani ya mioyo yao hawana roho, hawana Kristo, hawana roho wa Kristo, hawana injili ya Yesu Kristo. Dunia nzima ukihubiri mwili na damu ya Yesu Kristo, wewe ni mshamba leo. Wanaitupa injili ya Yesu Kristo, haitakiwi kusikika. Wanasikiliza fedha na mali. Kazi ya ibilisi inaendelea vizuri sana ulimwenguni, lakini makampuni na makanisa ya mashetani yanaitwa kwa jina la Yesu Kristo ili kufunika watu wasijue kama ni ibilisi huyo. Wanasali pamoja na mashetani, wanasema wana nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu gani ikae pamoja na mashetani kila siku? Shetani acheze humo ndani ya kanisa la Yesu Kristo, shetani acheze kila siku humo. Hii nguvu ya Mungu gani? Kila siku unaposali bila kuyainua mashetani huonekani kama una nguvu. Nguvu ya Mungu gani huyo? Kuzimu kutupu, unacheza na mashetani. Mchungaji kabisa unadili na mashetani kila siku kwenye kanisa lako, lazima wainue mashetani uyaonyeshe, alafu unayazima, kesho kutwa tena hivyo hivyo. Ibada ni pamoja na mashetani, bila kutoka sauti za makelele za mashetani ibada haijanoga. Linaitwa kanisa la Mungu hilo. Ni hatari kubwa. Kanisa linalotawaliwa na Roho Mtakatifu, watu wale wale wanaosali katika makanisa yao, hao ndio wanaolipuka mapepo, hao ndio wanaitwa Wakristo, hao ndio wanasema tunamshusha Roho Mtakatifu, hao ndio wanaonena kwa roho, wanasema wana Roho Mtakatifu, hao ndio Wakristo wacha Mungu kweli kweli, na mapepo ndani ya mioyo yao. Kristo gani huyo? Roho Mtakatifu gani? Kristo gani anakaa ndani ya mioyo yao? Kanisa linapotea. Mchungaji anapoona anapandisha mashetani ya watu, sasa anaonekana yeye ana nguvu. Wasijue ni mchezo wa ibilisi kuwadanganya watu. Kesho yale yale yanalipuka, kesho kutwa yale yale. Mashetani yanapiga makofi ndani ya kanisa kwamba tuna sehemu katika ibada ndani ya makanisa. Wanapotea. Tamaa inaangusha wengi. Huruka na haraka ya kufanikiwa inaangusha wengi. Haibu, kwa sababu watu wanaona haibu, kwa sababu wako katika hali mbaya, hali isiyoridhisha, wanaona haibu mbele za watu, wanaangamia, wanakimbilia kuzimu. Tamaa, kwa sababu ya mateso ya dunia, kujaribiwa kwingi, maumivu ni makali, labda ugonjwa, labda mtu hana mtoto, sasa anaona haibu, maumivu makali ndani ya moyo. Kwa sababu ya huruka hiyo na haraka hiyo, wanaangamia, wanapotelea kuzimu. Kwa nini? Hawatafuti tena kwa Mungu, wanamwona Mungu anachelewa. Hawatafuti huyo mtoto kwa Mungu, hawatafuti huo uponyaji kwa Mungu, wanasema Mungu anachelewa. Ni mpaka lini? Sasa wanapita njia fupi, njia ambayo wao wanaweza kupata mtoto leo kesho, wanaweza kupata uponyaji leo kesho, ndiyo wanaponywa. Lakini hiyo baraka wanayopewa sio baraka, wasijue wamepewa laana. Kwa sababu kama baraka zote zinatoka kwa Mungu, wewe unaenda kwa mganga katika nguvu ya giza, unatafuta baraka. Hiyo ni baraka, mbona kujiongezi? Kwa sababu shetani ibilisi hamiliki baraka, anamiliki dhambi, laana na mauti. Kama unatafuta mtoto kwa ibilisi kupitia nguvu ya giza, hiyo ni baraka au laana? Kama unatafuta kazi au biashara ikue kwa nguvu ya giza, hiyo ni baraka au laana? Kwa sababu baraka inatoka kwa Mungu, laana inatoka kwa ibilisi shetani. Sasa kila kitu unatafuta kwa ibilisi shetani ili upate kwa haraka, haibu yako itoke, watu wakuone sasa una mtoto, watu wakuone una mtoto. Hao watoto ni baraka au ni laana?
Hiyo watu hawataki kujua, hawataki kufikiria matokeo ya matendo yao. Itakuwaje? Unatafuta kazi, unatafuta kukuza biashara, unatafuta kukuza uchumi, unaenda kwenye nguvu ya giza, unasema Mungu anachelewa, Yesu Kristo hawezi kukupa, hawezi kukusaidia. Nataka kuwa tajiri, unaenda kwa mganga, unaenda kwa wachawi, unaenda kwenye ibilisi, unatafuta baraka huko. Hiyo baraka ni baraka au umepewa laana na mauti juu yake? Hawasomi maandiko wakaelewa, hawasomi maandiko wakaishi maandiko kwa maandiko. Tumepewa Biblia takatifu, tusome, tuongozwe na neno la Mungu. Kila kitu tutatue kwa neno la Mungu, tuwe na uvumilivu ndani ya neno la Mungu, na Mungu atatuongoza, atatulinda, atatubariki kwa wakati wake. Lakini watu wanaenda kwa ibilisi kutafuta mali, kutafuta watoto, kutafuta uponyaji kwa haraka zaidi kama wanavyotaka wao. Maana shetani ukimwambia nataka leo, anakupa leo. Ila Mungu ukimwambia naomba, nasema kwa wakati wangu nitakupa. Sasa hiyo ndio hawataki wanadamu. Sasa kwa sababu hawataki, wanataka ibilisi awape haraka, anawapa laana, anawapa dhambi, laana na mauti juu. Ila wao sasa, kwa kuwa hivyo vitu, hiyo dhambi, hiyo laana, hiyo mauti, wanaiita sasa hii ndiyo baraka. Wamepotea kabisa. Tamaa, haraka, hawajifunzi hata kwa watakatifu. Yule mwanamke aliyetokwa damu miaka 12 alipotafuta uponyaji, kwanza alienda kwa waganga, akawa anazidi kuangamia siku hadi siku. Akaona hapa naondoka, akaacha kwa waganga, akaacha fedha na mali kwa waganga, akamfuata Yesu Kristo. Alipomkimbilia Yesu Kristo atafute uponyaji kwa Yesu Kristo, alipona mazima, aliponya milele. Yairo alipoona binti yake anakufa, binti yake anaumwa, hakuenda kwa waganga, hakuenda kokote, bali alimtafuta Mungu, alimtafuta Yesu Kristo, akapona. Daudi amezungukwa na mauti, anatafutwa kuuawa, hakukimbilia kwa waganga kwa nguvu ya giza, hakukimbilia kwa wanadamu, akakimbilia miguuni pa Mungu, chini ya Samueli nabii wa Mungu, akaenda kukaa hapo na mauti haikumfika. Mcha Mungu haulizi kwa wanadamu, mcha Mungu anauliza kwa Mungu. Mcha Mungu anatafuta njia ya kutatua matatizo na majaribu kwa Mungu, kwa neno la Mungu. Mcha Mungu hatafuti kwenye nguvu za giza kutaka suluhisho. Huyu sio mcha Mungu. Hata kama unaitwa Mkristo, kama unatafuta uponyaji kwenye nguvu ya giza, wewe sio Mkristo. Yaani ujijue kabisa sio Mkristo. Kama unatafuta mtoto kwenye nguvu ya giza kwa waganga na wachawi, unaenda huko unauliza mtoto, unauliza habari ya kupata mtoto, sio kwa neno la Mungu. Yaani ujijue, hata kama unaimba nyimbo kanisani namna gani, hata kama unasimama madhabahuni unahubiri injili namna gani, wewe sio Mkristo. Kristo huna, unapoteza muda tu. Cha msingi ni kugeuka. Hata kama unatafuta mali, fedha na mali, lakini unapita njia ya wanadamu, njia ya dunia, unaenda kwa waganga, unatambika, unafanya mambo yako, sio neno la Mungu, huna Kristo. Hata kama uimbe mapambio, ufunge siku 200, hauna Kristo, kwa sababu njia hiyo sio ya Kristo. Lakini Wakristo ndivyo wanavyofanya siku hizi, ndivyo wanavyofanya. Kila kitu wanaenda kwa nguvu za giza, hadi wachungaji wanaenda kuzimu, hadi wachungaji wanategemea nguvu za giza. Alafu wanasimama madhabahu, wanasema Yesu Kristo ametuinua. Kristo gani? Siri zilizofichika ndani ya mioyo yao itafinuliwa siku ya mwisho, na watu ndipo watakaposhangaa kuona Wakristo watumishi
kumbe walikuwa ni watumishi wa kuzimu, wanatafuta utajiri wa haraka. Wengi hawajaitwa na Kristo, wengi hawajaitwa na Kristo, wamejiita wenyewe kuwa katika hii huduma ili kutafuta ajira, fedha na mali. Nikuambieni ukweli, wengi hawajaitwa na Kristo, wengi wamejiita wenyewe kwa sababu wanatafuta ajira, wanatafuta fedha na mali. Wameshajua ukiwa Mkristo, ukiwa mtumishi, mchungaji, utakuwa na fedha na mali, ni ajira hiyo. Wengi wamejiingiza kwenye hii kazi kwa ajili ya ajira, kwa ajili ya fedha. Ndio maana ukitaka kumjua huyu ametumwa na huyu hakutumwa, angalia maneno anayohubiri. Ni upuuzi tu. Nahubiri fedha na mali ili kukomboa fedha na mali. Msalabani ilikufa fedha na mali kweli? Unahubiri magari na majumba? Ndiyo damu ya Yesu Kristo hiyo iliyomwagika msalabani, fedha na mali? Mahubiri yote toka unaanza mpaka ni sifa za fedha tu. Tuna pesa hizi, nina magari haya, nina majumba haya, mimi ni tajiri, pokea magari yako, pokea majumba. Ndiyo damu ya Yesu Kristo hiyo. Na watu wanapiga makofi kwa sababu ni makanisa ya kisasa. Vijana wa kisasa wanavaa kisasa, makucha mashetani matupu, kope bandia, kucha bandia, kila kitu bandia, rangi bandia. Wanasema Bwana Yesu asifiwe. Ni mashetani matupu. Ndiyo damu ya Yesu Kristo hiyo inahubiriwa. Wanauliza kwa waganga. Sauli alipoona mambo yake yanachelewa kumtegemea Mungu, akaenda kwa waganga, akasema nitafutieni mganga, nitafutieni mwanamke mchawi. Akaenda kwa mchawi, akaenda kwa mganga, akabadilisha nguo za kifalme, akavaa nguo asijulikane kama mfalme wa taifa la Israeli, wana wa Mungu, akabadilisha. Anasema nipandishie pepo. Anaenda kupandisha pepo, halafu huyo pepo anaitwa Samueli. Fuzi huu. Nabii Samueli amelala, ni mtakatifu, halafu apandishwe kutoka kuzimu na mganga, apandishwe na mapepo, yani mchawi ampandishe nabii Samueli. Wewe umeona wapi hiyo? Naona huyu ndio nabii Samueli. Mtakatifu apandishwe na mganga. Sasa anapandishwa kutoka wapi? Kuzimu. Watakatifu wako kuzimu. Watakatifu ni watu wa mbinguni. Bora angesema hivi, nishushie Samueli, hapa mimi ningemwelewa. Nipandishie Samueli. Anatoka kuzimu. Huyo ni Samueli gani huyo? Huyo nabii wa nani huyo? Amepewa jina Samueli nabii ili asijulikane kama ni pepo kutoka kuzimu, kama wanavyofanya wao wenyewe. Wanajiita ni Wakristo kwa madhehebu ya Kikristo, lakini kumbe watumishi hawa kutoka kuzimu. Sasa wanapandisha pepo, mchawi anapandisha pepo, shetani, wanaliita huyu ndio nabii Samueli. Acha upuzi. Nabii Samueli atoke wapi? Atoke kuzimu? Apandishwe na mganga? Yaani mganga akampandishe Ibrahimu, mchawi akampandishe Musa, mchawi akampandishe Petro, Yohana, Filipo, mchawi, mganga. Sasa bwana Paulo, nipandishie Paulo. Iongeze kichwani. Na Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati, pasiwe na mtu mwenye kupandisha pepo, mwenye kuuliza kwa wafu. Alafu huku Samueli nabii amekufa, amelala mbele za Mungu, alafu mtu anakuambia nipandishie. Apande kutoka wapi? Tamaa. Sauli alikuwa na tamaa ya kushinda vita kwa haraka, akaenda kwa waganga, akapata jibu, kesho haupo, utakufa. Unatafuta uzima kwa mkuu wa mauti. Ndio Wakristo sasa hivi walivyo, kwa sababu wanaumwa, kwa sababu wana matatizo, kwa sababu wanataka mali haraka, wanataka baraka haraka. Sasa wanafanya hivi, wamebadilishana. Ukweli hawataki mauti. Wakristo hawataki mauti.
Binadamu, kila binadamu hataki mauti. Kila mtu anaichukia mauti, hataki afikwe na mauti. Sasa cha ajabu, wanaikimbia mauti kwa kufuata uzima kwa mkuu wa mauti. Yaani wanatafuta uzima kwa mtu ambaye hamiliki uzima, anamiliki mauti. Sasa wanaikimbia mauti, wanafuata uzima kwa mkuu wa mauti ambaye anamiliki mauti. Utapewa nini huko? Yaani wanakifuata wasichokitaka na wanakikimbia wanachokitaka. Ni mgonjwa, anaumwa, sasa anaogopa kufa. Sasa ukibaki hapa utakufa. Anaogopa mauti. Ni kweli anaogopa mauti, lakini sasa anamwacha Yesu Kristo ndiye mkuu wa uzima, mkuu wa baraka. Haendi kuuliza kwa Yesu Kristo, wala hamwombi Yesu Kristo. Anaenda kwa mganga, mtumishi wa kuzimu, mtumishi wa shetani Ibilisi. Anaenda kutafuta uzima kule, anaenda kutafuta kwa shetani uzima, mkuu wa mauti. Akili hiyo, amemkimbia Yesu Kristo, anatafuta uzima kwa mkuu wa mauti. Kanisa linapotea. Wanataka kubarikiwa, anataka mtoto. Yeye ni mgumba, anatafuta mtoto. Wanakuja wanadamu, wanakuelekeza, wanakufundisha, wanakuambia twende kwa mtaalamu. Unaenda kwa mganga, unaenda kwa mchawi, mtumishi wa kuzimu wa Ibilisi, shetani. Sasa unasema unaenda kutafuta baraka kwa mkuu wa laana. Hapo utapewa baraka, unapewa laana. Na hapo sasa unapewa jini linalokuja kuishi kama binadamu. Unapewa jini, unapewa shetani ndani ya tumbo, unasema ni mwanangu. Mwanao anakuwa, umepewa jini, unazama jini, kwa sababu huyo mtoto ametoka wapi? Ametoka kwa mkuu wa laana. Ni laana hiyo. Umeiacha baraka kwa Yesu Kristo. Hata kama inachelewa kwa Yesu Kristo, ndio baraka ya kweli. Hata kama anachelewa, ndio uzima wa kweli. Lakini unataka baraka za haraka, unasema hii ni baraka, unaipa jina, ndio baraka niliyopewa. Kumbe umepewa laana. Umeponywa ugonjwa sawa, lakini umeponywa, umepewa mauti. Siku 2-3 utaishi, lakini kufa kuko pale pale. Ukifa umekufa hii mwili na unakufa roho. Amekupa mauti pasipo wewe kujua. Wewe unaona amekuponya ugonjwa, lakini alichokukabidhi ni kikubwa kuliko hiki. Bora ungekufa mauti hii ukiwa kwa Kristo, hapo umelisi uzima wa milele. Lakini anakuponya mwili, alafu amekukabidhi na mauti ya milele. Wewe unasema nimepona, kumbe umekufa. Hakuna akili kabisa kwa Wakristo siku hizi, kwa sababu makanisa yamekuwa ya kidijitali. Usasa hawasomi Biblia sasa hivi. Biblia imekuwa simu sasa, ndio Biblia. TikTok ndio Biblia, WhatsApp ndio Biblia, kila kitu teknolojia ndio Biblia. Hawajui tena lolote, wamechanganyikiwa. Huyu mfalme Ahazia, mfalme wa Israeli, alidondoka kutoka kwenye chumba chake juu kwenye ghorofa, akaporochoka kwenye dirisha, kaanguka chini, kiuno kikateguka. Sasa anaumwa, yuko ndani anaumwa, anaogopa mauti. Anaona kama nikimtegemea Mungu wa mbingu na nchi, kama nikimtegemea Yesu Kristo hapa, nikimtegemea Mungu wa Israeli, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Yesu Kristo, nikimtegemea hii na kufa hii. Akatuma wajumbe waende kwa Mungu Baali, kwa shetani, kwa Ibilisi, kwa mtumishi wa shetani. Nenda kaniulizie kwa Baali Zebubu, kaseme hivi, je, ugonjwa huu nitapona? Anipe tiba. Kwamba anamwamini huyu Mungu wa kuzimu, analiamini giza kuliko nuru, analiamini giza kuliko nuru. Anamwacha Yesu Kristo, anaenda kuuliza kwa giza, kwa mtumishi wa kuzimu, anaenda kwa Ibilisi. Mungu akamwambia Elia Mtishbi kwamba nenda kakutane na hao wajumbe njiani,
kwamba Ahazia ametuma watu waende kwa miungu wakaulize kwamba atapona au atakufa. Elia kaenda akamwambia, mrudi hapa hapa mkamwambie mfalme kwamba hivi ni kwa sababu hakuna Mungu katika Israeli, ndiyo sababu unaondoka unaenda kuuliza kwa miungu, kwa giza, kwamba utapona au utakufa. Sasa rudi kamwambie hivi atakufa, haponi. Alichokikataa, alichokikimbia ndo alichokipata, alichokitafuta ndo kakikosa, kwa sababu hakukitafuta kwa Mungu, akakitafuta kwa shetani ibilisi. Mungu anachukia mcha Mungu anapoondoka upande wa neno lake kwa sababu ya haraka zake, kwa sababu ya huruka zake, kwa sababu ya tamaa. Anaondoka anaenda upande wa giza kutafuta baraka na neema, kutafuta uponyaji. Mungu anaghadhibika mno, na hili neno litakuwa juu yako kwamba ni kwa sababu hakuna Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ni kwa sababu unamdharau Yesu Kristo, ni kwa sababu humtaki Yesu Kristo. Sasa hutaki kuuliza kwa Mungu wetu Yesu Kristo akuponye, unaenda kwenye nguvu ya giza, unatafuta watoto huko, unatafuta mtoto kwa waganga, kwa wachawi, unatafuta kazi na biashara kwa waganga na wachawi, kwa sababu Yesu Kristo hayupo. Sasa unachokitaka hautakipata, ila utapata mauti. Ndiyo maana akamwambia sasa utakufa. Kwa nini? Inawezekana umeenda kwa mganga kutafuta kuponywa na ukaponywa huo ugonjwa, lakini ulichokipata kitatimia, kwamba sasa utakufa, kwamba mauti inayoongelewa hapa ni mauti kuu kuliko hii mauti ya mwili. Roho yako umekufa. Unatafuta uponyaji kwa mganga, ujue umekufa. Unatafuta watoto kwa mganga, ujue umepewa mauti wewe, na kwa mtoto mwenyewe ni shetani, umekufa. Ndiyo maana tunasema kanisa linapotea, watu wanashuka kuzimu. Unawezaje kutafuta baraka kwa shetani, kwa mchawi, kwa mganga, alafu kasema we ni Mkristo? Unajidanganya. Mungu anasema, anamwambia Elia nabii kwamba mwambie sasa unakufa, kwa sababu umeenda kutafuta uzima kwa mkuu wa mauti. Sasa utakachopata ni mauti. Umeacha kwenda kutafuta baraka kwa mkuu wa baraka Yesu Kristo, sasa utapata laana kwa huyo mkuu wa dhambi, laana na mauti. Hakuna, shetani anamiliki dhambi, laana na mauti. Wachawi, waganga, nguvu za kuzimu zote zinamiliki dhambi, laana na mauti. Wewe unaenda kutafuta baraka kwa mkuu wa dhambi, laana na mauti. Utakachopewa sio baraka, ila kitaitwa tu baraka, ila ulichopewa ni dhambi, laana na mauti. Ila sasa hiyo laana, hiyo mauti ndio inaitwa baraka na uzima. Wewe ndio unaiita hiyo baraka na uzima, lakini Mungu akitazama umepewa laana na mauti. Ila wewe sasa mauti umeiita uzima, laana umeiita baraka. Ni wewe ndio uliofanya. Kama makanisa yaliyoko sasa hivi ni makanisa ya mashetani, lakini hawajiiti kwamba haya makanisa ni ya kishetani. Wanajua watu watakosa, sasa wanayaita haya makanisa ya mashetani, wanayaita makanisa ya Kristo. Ndiyo unaweza ukapewa mtoto, ndiyo unaweza ukapona, ndiyo utapata biashara, ndiyo utapata utajiri kwa nguvu za giza, ndiyo. Lakini hayo yote umeenda kuyapata kwa mkuu wa dhambi, laana na mauti. Hamiliki baraka huyo, hamiliki uzima huyo, anamiliki dhambi, laana na mauti. Ulichopewa mbele za Mungu ni laana na mauti, ila wewe umeiita hiyo laana baraka, wewe umeiita hiyo mauti uzima. Kwa hiyo unaishi na laana ambayo wewe unaiita baraka, unaishi na mauti ambayo wewe umeiita uhai. Usitegemee kuingia katika uzima wa milele. Wewe usijiite Mkristo unapotea. Lazima watu wabadilike. Hatutakiwi kuishi hivi, sawa Hatutakiwi kuishi hivi. Acha tuteseke, kwa sababu tunajua kwa wakati wa Mungu atatujia, atatubariki. Mtume Paulo anasema hivi, nikipata chakula cha kila siku na nguo ya kuvaa na mahali pa kulala tunalizika. Sisi ni wana wa Mungu katika Kristo, katika mwili na damu ya Yesu Kristo.
Hapo tumekuwa wana wa Mungu wakamilifu, tena tumekuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, na lolote tunaloliomba Mungu anatutetea kwa wakati wake, anatatua moja badala ya nyingine. Watakatifu hata walipoumwa hawakwenda kwa waganga, walizidi kumlilia Mungu na kuliitia jina lake. Kwa wakati wake Mungu waliponywa. Tunaishi hivyo, ndio ucha Mungu. Lazima tujue hivyo, watu wabadilike. Basi Mungu awabariki. Lazima tujue, hata kama tunaingia katika magonjwa, tunalia na Mungu, tunakwenda hospitali, kwa wakati Mungu atatuponya. Hata kama unalilia mtoto, huna mtoto, mlilie Mungu, baki mwabudu Mungu kwa wakati wake yeye, iwe miaka 10, miaka 20, miaka 8, miaka 100, atatupa. Ni bora kumcha Mungu kwa sababu unamiliki uzima kuliko kupata baraka zote kwa mkuu wa dhambi, laana na mauti, ambayo ndiyo mauti yenyewe unaimiliki. Hatuwezi kuwa hivi. Tunamtii Mungu, tunampenda Mungu wetu aliyetuumba, tunampenda Yesu Kristo zaidi kuliko dunia hii. Yeye alitupenda sisi upeo, hata kautoa uhai wake. Alitupenda, na sisi lazima tumpende yeye kwa kumwabudu, kwa kumsujudia, kwa kumsikiliza na kwa kufuata njia aliyotuamuru. Damu ya Yesu Kristo. Neema na iwe kwenu, na amani na baraka na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.